Bwana, mambo vipi mzee? Poa. Nakwaje? Kama kawa, inakwaje? Kama dawa mwanangu. Mwanangu mtazamaji anataka kufahamu unaitwa nani mwanangu? Mimi naitwa Jobu ila almaarufu kama Mamong'o. Watoto wote wananijua kama Mamong'o mtaani. Mamong'o. Hii Mamong'o ni watu wapi hapa? Mamong'o ni watu wa Arusha. Kwa mwanangu wewe Nchuga mwana. Mimi Nchuga baba. Kabisa mwanangu. Baba. Okay, mwanangu siku leo nataka kupiga story na wewe na story zenyewe ni story. Unakumbuka nini kipindi ulipokuwa shule? Ile siku ya kwanza mzazi anakupeleka kwenda kuanza darasa la kwanza. Kwa kweli ilikuwaje? Ile nafika tu shule. Nilikutana na mwanafunzi kama teacher nao ndevu bara. Yaani mwanafunzi alikuwa kama teacher. Kama teacher? Darasa la kwanza. Mimi naingia chekechea, yeye anaambiwa yuko darasa la 5 ila ndo anatusimamia. Yaani anao ndevu. Inafika break, baadaye tuende kunywa chai, yeye anaenda kula sigara. Bwana, mambo hapo anakuambia kwamba nini? Alikutana na hicho kituko. Waenda kunywa mandazi, jamaa anaenda kufanya nini? Kula sigara. Na baada ya hapo anaanza kwanza darasa la kwanza. Je, ni matukio gani ambayo unakumbuka kipindi ulikuwa shule? Tukio ambalo nalikumbuka kwa siku nimetoka maskani. Yeye nimefika shule tu nakutana ndo anakimbia mchaka. Sasa nikawa nimechelewa. Kilanja alinipiga bakola, nilimind vibaya. Kilanja alinipiga bakola. Hiyo kitu siwezi kusahau. Nilipigwa kama ng'ombe kagoma kuoga. Kwa hiyo ni kilanja, yani sio mwalimu, ni kilanja. Ni kilanja, yani enzi zetu vilanja walikuwa wana nguvu kama walimu. Okay, sawa. Na ni mwalimu nani ambaye unamkumbuka alikuwa anapiga sana viboko shuleni? Mwalimu Mushi. Na siku ambayo anakupiga wewe mwalimu ulikuwa umekosa kosa gani? Mwalimu Mushi alikuwa anapenda kila anapoingia darasani lazima akuulize maswali. Ukifeli lazima akuchape. Kwa mwanangu ulikosea swali na ukalimu viboko. Nilikosea swali, mwalimu akawa ameniadhibu. Okay. Na rafiki gani ambaye unamkumbuka kipindi ulivyokuwa shule? Kuna kitu ambacho alikifanya au tu ni mshikaji tu ambaye unamkumbuka huwezi kumsahau? Mwanangu nao mkumbuka ni Frank Mkenda. Frank Mkenda, huyo alikuwa ni mtukutu tu sana. Darasani haingii. Yeye ni chocho. Au sio? Huyo ndo naye mkumbuka. Okay, na wakati upo shule haujawahi kupigana? Kupigana nimepigana sana. Nishawahi kupigana na mwanamke akanipiga kichwa nikatoka damu. Kilichotokea ni Mungu tu mwenyewe ndo anajua iliyotokea. Oye, kwa vile mwanangu anapaga, aliingia kupigana na mwanamke afu mwanamke sakafari. Oya, ni kwa nini wewe demu akupiga demu ndugu yangu? Nilikuwa na kamwili kadogo, sasa alikuwa kidogo ni mbavu. Kuchapa. Aliniotea kichwa kimoja ila muendelezo alipata yeye sasa. Okay. Na nini sababu ambayo ilikupelekea mkapigana na mwanamke? Tulikuwa mwalimu alitutoa nje na hisi ilikuwa kama break. Kwa tumeambiwa tufyeke. Sasa katika ile kufyeka alikata nyasi zikawa zimeniingia usoni. Nilipomfuata akaja juu. Alipokuja juu sasa mimi sio kinyonge, mimi sio wa kiume. Ndio ikawa hivyo. Kavimba akakuchenchia. Kaniotea, kanipia kichwa moja damu. Bwana, hebu niambie, namba za simu zitapita chini ya TV yako. Niambie wewe unakumbuka nini kipindi ulipokuwa shule? Je, ulikuwa mgomvi? Ulikuwa unapigana? Na kama ulikuwa unapigana, je, wewe ulioshinda ulipiga au ulipigwa? Brother, ninaomba uwakumbuke rafiki zako 5 ambao ulikuwa unasoma nao na ambao umewaacha Chuga kwa muda huu. Wa kwanza kabisa ni Yasini Kizota. Wa pili ni Elisha Moleli. Sasa hivi hatujui alipo, ni harakati za kimaisha. Wa tatu Elia Simon. Wa nne
Wanne ni Violet. Watano wa mwisho? Watano ni Dennis Eketawa. Katika miongoni umetaja ni masela wote, lakini katikati umetaja Violet. Violet alikuwa ni nani huyu mzee? Huyo nilimpaga Violet ile ya Matonya. Ya Matonya? Kwa nini ulimpa Violet ya Matonya? Tulikuwa tuna copy na kupesti. Alafu kicheki yeye ni wa kiume, mimi ni wa kiume, yeye ni wa kike. Kwa hiyo nikawa nimemtunuku hiyo Violet. Kwa hiyo Violet wao walikuwa ni Matonya time. Kwa hiyo yote kwa yote kwamba wimbo wako wa zamani nikikuuliza siku ya leo utasema kwamba wimbo wa Violet ni Matonya ndio? Hapana, huo ni kwa ajili ya huyo manzi tu. Ila wimbo wangu kama wimbo wangu FDQ. Wa zamani ulikuwa unaitwaje wimbo? Wimbo wa FDQ sawa, ulikuwa unaitwaje wimbo? Ili sasa nikitoka hapa na kwenda kuwekea playlist basi naweka huko kwenye playlist. Kuna wimbo jina nimesahau, ila kuna mistari nakwambia unaitwa nani? FDQ, unatokea wapi? Ghetto, kazi yako nini? Muziki. Hiyo ngoma ndio kwa naielewa sana. Okay, hiyo ngoma basi ni FDQ. FDQ alikuwa ameshirikishwa, wimbo ulikuwa wa Dazi Baba. Unaitwa nani? FDQ, unaishi wapi? Ghetto, kazi yako nini? Muziki. Sijui kipi cha maana kivipi ni mkaza gitu wakati binti kasimama au njikombeo jikomi sitaki kujuana light usinsumbuke mimi mwacho anaonyesha hana malingo lakini ashawahi kupima shilingi kimtindo mikipinga mizi sina yuko shikopa yuko show. Oh bwana, hatari sana mwanangu, shout sana. Mimi nikushukuru sana mambo. Haina noma, shukrani. Pamoja sana. Pamoja baba. Tisha. Dada